Wakazi wa kijiji cha Kakola kati ya Bulyanhulu halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameshauriwa kujitokeza kupata mafunzo ya usalama barabarani ili kupunguza kiwango cha ajali zinazojitokeza mara kwa mara. Victor Morris Nyoni ni mkufunzi na mratibu wa mafunzo ya usalama barabarani. Amesema elimu ya usalama barabarani inawasaidia watu kujiamini watumiapo vyombo vya moto na kuwa na udereva wa kujihami wawapo barabarani. Mafunzo haya kwanza yamekuwa yakiwa na tija kubwa kwa sababu wimbi kubwa la madereva ambao wanatumia vyombo vya moto walio wengi huwa wanakosa mafunzo ya usalama barabarani. Hivyo shule kwa kushirikiana na katibu tawala wa wilaya walipata kibali cha utoaji wa mafunzo haya. Kwa hiyo lengo kubwa ni kufundisha sheria za barabarani kwa wananchi na madereva kwa ujumla ili kupunguza kiwango cha ajali ambazo zinajitokeza mara kwa mara katika maeneo ya wilaya na kata kwa ujumla. Nao baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kakola waliojitokeza kupata mafunzo hayo wakawa na haya ya kusema. Hii naichukulia kama fursa kiupande wangu kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakifikiria kukianza, lakini kutokana na majukumu pia na muda nikawa nashindwa kufika, lakini naona ni fursa kwa sababu imenifikia nilipo. Ni moja ya ndoto yangu kuwa dereva magari. Hii kozi inasaidia sana maana inapunguza ajali barabarani. Inasaidia watu kujiamini endapo akiwa barabarani. Mimi nawashauri vijana wenzangu, mabodaboda, wenye magari kwamba waje wajifunze kwa sababu wapo wengi wanaoendesha vyombo vya moto hawana mafunzo kama haya. Kwa hiyo wanachukulia tu yani kama ni jambo la kawaida, lakini hii ni fursa nzuri sana, waje wajifunze ili kuepusha ajali barabarani. Musa Kanyeti ni mwenyekiti wa huduma za jamii Kakola, akatoa wito kwa wananchi. Watu wajitokeze na kwa upendo ili wajue kwamba ni usalama barabarani jambo la muhimu sana. Kwanza ushauri kutoka kwangu. Unapofika barabarani ukiwa na chombo cha moto kwa mfano gari, pikipiki, kwanza mawazo uyarudishe barabarani. Sambamba na hayo, Kanyeti akasisitiza utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Na wahimiza wote wana Kakola popote walipo, kuanzia kitongoji cha Roma, kitongoji cha Kakola kati, pamoja na kitongoji cha Kabale, pamoja na Mkolani, anapopakana na yule mtalo ambao mbunge wetu pamoja na diwani wetu kipenzi alichojitolea kutengeneza ule mtalo, unatakiwa uheshimiwe na usitokee kwamba ukatupa ule mchafu kaonekana umo kwenye mazingira hayo. Yaani ikionekana wewe unafanya hivyo ni sheria kali ambazo zitachukuliwa dhidi yake. Pamoja na wakina mama ntilie na wenyewe wafanye usafi kwenye mahoteli yake. Mimi ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.